Ni moja kwa moja kutoka katika dimba la Jamhuri Stadium Dodoma, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ligi kuu ya NBC Premier League mzunguko wa pili. Leo siku ya Jumamosi ya Machi 21 mwaka 2026 ni katika jiji ama makao makuu ya nchi ya Tanzania. Ni wenyeji kutoka mashamba ya miwa kutoka kule Morogoro. Hawa ni Mtibwa Sugar wakiwaalika mabingwa wa ligi kuu ya back to back ya ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara, lakini pia mabingwa wa ngao kwa maana kombe la FA kwa maana ngao ya jamii. Hawa ni Young Africans kutoka mitaa Twiga na Jangwani. Ni dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ni Young Africans anaongoza goli moja, goli pekee likifungwa na MVP kutoka Ivory Coast. Huu ni Pacome Profesa Zouzoua mwenyewe kumuita Pedro mnamo dakika 24 akipokea pasi mujarab maridhawa kabisa kutoka kwa mshambuliaji ama mchezaji mwingine ambaye ameingia katika dirisha dogo la usajili Young Africans, Emmanuel Monengo. Moja pasi moja maridhawa, penetration pasi, na Pacome Pedro Zouzoua akaweza kutumia hata nguvu kubwa na akaweza kupiga mpira ule kwa goli la kushoto, huku mlinda mlango wa Mtibwa Sugar licha kufanya jitihada za kuweza kufuata mpira ule, lakini hazikuweza kufua dafu, na hivyo Young Africans kuongoza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Hivi sasa dakika 39 na sekunde 28 inaelekea, Young Africans anaongoza goli moja, goli pekee likifungwa na Pacome Pedro Zouzoua, MVP kutoka Ivory Coast. Ni tunasema ni Eid Mubarak kwa mashabiki ambao wapo katika dimba la Jamhuri Stadium pale Dodoma. Ni mchezo unaendelea, dakika 45 za kipindi cha kwanza, Young Africans wakipata bao lao mapema kabisa, lakini pia mwalimu Pedro Goncalves wa kikosi cha Young Africans hii leo ameanza na mabadiliko makubwa katika kikosi chake ambacho wanakwenda kuminyana dhidi ya Mtibwa Sugar. Yeye alianza na mabadiliko machache ambapo Pacome Zouzoua pia naye leo akimwanzisha dakika hizi ama katika kikosi cha kwanza. Ni kikosi chake cha leo. Pedro Goncalves yeye ameingia na formation ambayo ni formation ya 4-2-3-1 kwa maana mabeki wanne, viungo kwa maana mabeki wanne, lakini pia viungo kwa maana center defenders wawili, lakini pia viungo watatu na mshambuliaji mmoja ambaye ni Emmanuel Monengo. Na katika kikosi cha Young Africans ambacho kimecheza ama kinacheza dhidi ya Mtibwa Sugar, golikipa ameanza yule screen protector Djigui Diarra, Israel Patrick Mwenda, Mohamed Hussein Zimbu, Junior Bakari Ndomamieto, Frank Yasin Duke, Abuya Max pia Nzigele, Mudathir Yahya, Emmanuel Monengo, Pacome Zouzoua pamoja na Alan Okelo, Abu Talib Msheri, Yao Kwasi, Abubakar Khomeini, Kibwana Shomari, Aziz Ndambwile, Abdul Nasiri Shekhani, Lasiri Kouma Damaru pamoja na Buba Jamehani katika upande wa wachezaji wa kikosi cha akiba. Lakini mpaka hivi sasa dakika 45 za kipindi cha kwanza, Young Africans anaongoza goli moja likifungwa na Pacome Pedro Zouzoua mnamo dakika ya 24, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Na kuondoka alama tatu muhimu. Je, Mtibwa Sugar atakuja na kusawazisha ama Young Africans wataongeza magoli haya? Ni kusiendelea kubaki hapa ndani ya Nyako TV kuweza kupata update nzima kuhusiana na matokeo ya mchezo huu wa leo ligi kuu soka Tanzania bara mzunguko wa pili, ambapo mchezo huu unapigika katika dimba la Jamhuri Stadium pale makao makuu ya nchi ya Tanzania ni Dodoma. Tufollow Instagram na TikTok kwa jina moja la Nyako TV. Mnaitwa Mutra Msanawaji. Instagram unapatikana kama official Mutra Msanawaji. Penye 0 ni wenyeji Mtibwa Sugar, lakini penye 1 ni Young Africans ambao ni wageni katika mchezo huu leo.